Shalom, shalom mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwalimu na mwinjilisti Elisha Daudi, kurugenzi wa familia ya maombi, au unaweza ukaita Family of Prayer. Karibuni sana watu wa Mungu. Kwa kweli ninapenda kuwapongeza kwa juhudi na bidii mlionayo, ikiwa leo ni siku ya 15 ya maombi yetu ya siku 30. Hivyo tumebakiza kipande kidogo tu. Usichoke mtu wa Mungu, tamani kuendelea kuomba, maana Biblia inaniambia katika Mathayo sura 7 mstari wa 8 ya kwamba aombaye upokea, abishaye ufunguliwa, atafutaye ataona. Sasa mpendwa, endelea kuomba. Hakuna aliyewahi kuomba mkate akapewa jiwe, bali yeye Mungu ni zaidi ya vyote tunavyoomba na tunavyopewa na watu, bali yeye anaweza akatupa zaidi ya vile ambavyo tulivyo navyo. Kwa hiyo endelea kumtaka Bwana na nguvu zake. Ninaamini Mungu wetu ni mwaminifu sana. Hata hapa tulipo ni kwa neema yake. Nipende kuwakumbusheni kambi la maombi ambalo litafanyika tarehe 28 mpaka tarehe 30 Dar es Salaam Bunjubi. Msiache kufika bila kukosa. Wewe mkazi wa Dar es Salaam, karibu sana. Makanisa yote ya Kipentekoste tunawalikeni, na familia hii ya maombi ni maalum kwa ajili ya makanisa yote ya Kipentekoste, tukisapoti mpango kazi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God au umoja wa makanisa ya Kipentekoste CPCT. Karibuni sana watu wa Mungu, tuweze kumsihi Bwana kwa pamoja, na hakika ninaamini kuna jambo kubwa Mungu anaenda kufanya, na hata sasa ameshafanya. Imebaki kwako wewe tu. Mungu kazi yake kashafanya, imebaki ya kwako. Hivyo ni kualike, fika mtu wa Mungu, tuombe kwa pamoja, tumtukuze Mungu kwa pamoja, na itapendeza sana. Baraka za mwaka 2025 zisikupite. Huu ni mwaka wa mabadiliko, mwilini mpaka rohoni, mpaka mwilini, na mwilini mpaka rohoni. Ni mabadiliko matupu. Lazima tukubali kwenda viwango kwa viwango, na si kubaki pale pale kila siku. Mungu akubariki sana. Usiache kutufuatilia Instagram, account ya maombi ndani ya maombi, na Facebook group la maombi ndani ya maombi. Taarifa zetu zipo kule, mahitaji ya kuombea kila siku yapo kule. Wewe muombaji, usiache kuungana nasi kwa ajili ya kuendelea kumsihi Bwana kwa nyakati za mwisho, ili alinusuru kanisa lake na uovu unaendelea. Mungu awabariki sana. Niwatakie baraka za Bwana na maombi mema yenye nguvu ya kushujaa. Amina.